gani mtazamaji wetu? Karibu katika makala fupi inayohusu wadau wa maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya na mkoa wa Mbeya. Na leo tunamwangazia mdau wa maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya, mkoa wa Mbeya. Mdau huyu sio mwingine bali ni Zablon Mwaliasi. Miaka kadhaa iliyopita katika kijiji cha Madogo, kata ya Iyunga Mapinduzi, tarafa ya Isangati, halmashauri ya wilaya ya Mbeya na mkoa wa Mbeya, alizaliwa mdau wa maendeleo ndugu Zablon Mwaliasi. Wengi hupenda kumuita Mwene Mwaliasi. Ndugu Mwaliasi elimu ya msingi aliipata katika shule ya msingi Mwampalala iliyopo halmashauri ya wilaya ya Mbeya, na elimu ya sekondari aliipata katika shule ya Rungwe Sekondari iliyopo wilaya ya Rungwe, mkoa wa Mbeya, na baadaye alijiunga na kidato cha 5 na cha 6 Songea Boys huko mkoani Ruvuma, na baada ya hapo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, the University of Dar es Salaam. Mwaliasi uzoefu wake wa kiuongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi alianzia ilipokuwa chuo kikuu cha Ardhi Dar es Salaam, ambapo alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tawi la chuo kikuu cha Ardhi Dar es Salaam. Pia Mwaliasi aliwahi kushika nafasi ya mwenyekiti wa kamati ya uchumi, fedha na miradi Mbeya DC, na baadaye alishika nafasi ya mjumbe wa kamati ya fursa, ajira na michezo mkoa wa Mbeya wa mwaka 2022-2024. Mwaliasi kazi anayoifanya mpaka sasa ni mthamini mteule na mkuu wa idara ya uthamini mkoa wa Mbeya. Zablon Mwaliasi anaishi katika kitongoji cha Relini, kijiji cha Mwachwawala, kata ya Iwindi, wilaya ya Mbeya. Miongoni mwa shughuli za maendeleo alizowahi kushiriki ndani ya chama na serikali ni kushiriki ujenzi wa nyumba ya mkuu wa shule Mwakipesile, kata ya Iyunga Mapinduzi, kushiriki ujenzi wa ofisi za kata Chama cha Mapinduzi Santiria, Yalawe, Ilembo na kadhalika. Lakini pia alishiriki kuibua vitega uchumi kwenye jumuiya ya vijana Mbeya vijijini. Lakini pia amewahi kuchangia shughuli za chama na za kijamii kama ifuatavyo. Walimwambia kwamba sisi tunafahamu anaposhinda kila siku. Walipokuja kuwaona akaongea zima yake ni nini. Nikamwambia mimi ni muumini sana wa maendeleo ya watu kwa ujumla ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa majina naitwa Flaviana Fikiri Jairus. Nimesoma shule ya msingi Mkombozi. Niko hapa kwa ajili ya kumshukuru Mwene Mwaliasi kwa kunisaidia kulipa ada yangu ya mwaka huu. Kwa kuwa bibi yangu anasumbuliwa na kansa ya mguu, hana uwezo wa kunipeleka shule, na nimefaulu shule ya vipaji. Na mwahidi kwamba nitaenda nitasoma na kwa bidii na sitafuata makundi, nitamletea heshima. Majina naitwa Zablon Edwin Mwaliasi, wananiita Mwene Mwaliasi. Siku ya leo nikiwa niko ofisini nashuka Mbalizi, nilipigiwa simu na mtu ambaye anamfahamu huyu binti ambaye tuko naye. Kwa bahati nzuri amefaulu kwenda shule ya sekondari Garijeni. Anaishi na bibi yake, na bibi yake ana hali mbaya kwa maana kwamba anasumbuliwa na kansa ya mguu. Kwa hiyo imekuwa ni vigumu kumsaidia mtoto ili kwenda kuweza shule. Lakini walivyonitafuta wasamaria wema na kumleta kwangu leo hii, mimi nikasema hapana, haina shida. Huyu ni mtoto wa kike, tuweze kumwacha, na ni mtoto wa nyumbani. Kwa hiyo nimejitoa kwa moyo wangu wote wa dhati kwamba kuna ada ya shilingi 735, lakini inalipwa kwa mwaka kwa awamu zaidi ya 3 zaidi ya 4. Ni nzuri. Kwa hiyo mimi nimelibeba kama mimi nikiwa mzima. Leo tayari nimetoa ada ya kianzio kwa hata kwenda shule, lakini pia nitaendelea kutoa ada kadri Mungu atakavyo nijalia kuwa mzima. Kwa hiyo namchukua kama binti, kama mtoto wangu, kama mdogo wangu. Siwezi kumwacha akakaa nyumbani, hawezi kwenda shule kafaulu shule nzuri, hapana. Hata Mungu atakuwa hapeni. Sadaka ndio hizi ambazo tunazitoa, sio lazima tuwe kanisani. Hawa watoto takiwa waende huko, baadaye anaweza kukumbuka namna moja au nyingine. Naitwa Mwene Mwaliasi kwa sababu ninawapenda. Kwa siku ya leo mwenyekiti, leo tarehe ngapi? 27. Tarehe ngapi? 27. Mtakabidhi 500,000 keshi leo tarehe ngapi? 27.
Naomba tarehe 15 mtamalizia 500,000 iwe milioni 1. Atakayepata division 1, mtakuja kwa mkuu wa shule akupe 200,000 au usipigie simu. Yaani kupata wewe kupata 1 wala usihangaike. Nenda kwa mkuu wa shule pale. Mwambie Mwene Mwaliasi aliahidi kwamba mimi nikipata 1 hapa nafanyaje? Napata 200,000. Sawa? Katika harakati za kisiasa, Mwaliasi aliwahi kuingia katika kinyang'anyiro cha nafasi ya ubunge mwaka 2020 jimbo la Mbeya vijijini, lakini kwa bahati mbaya kura hazikutosha. Na mwaka huu 2025 Mwene Mwaliasi ni miongoni mwa watu wanaotajwa kuingia tena kwenye kinyang'anyiro hicho cha nafasi ya ubunge jimbo la Mbeya vijijini. Tuna historia ndefu inayomhusu Zablon Mwaliasi, lakini kwa leo wacha tukomee hapa. Asanteni kwa kutufuatilia katika makala hii fupi ya Mwene Mwaliasi.